Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mwaka 2024 mwezi wa 10 tarehe 4, naweza kusema ilikuwa ni siku ya huzuni sana kwa familia ya Dida Shaib, lakini pia kwa familia ya WCB Wasafi pamoja na Wasafi Media kwa ujumla, kutokana na msiba mzito ambao waliweza kuupata wa mtangazaji wao aliyekuwa akifahamika kwa jina la Dida Shaib. Dida Shaib alijizolea maarufu mkubwa kupitia kipindi cha Mashamsham, ambapo alikuwa akifanya vizuri zaidi, lakini pia alikuwa na mashabiki wengi ambao walikuwa kimsapoti kutokana na vile ambavyo alikuwa akitangaza na kuweza kufanya kazi katika kituo cha Wasafi. Moja kati ya watangazaji ambao pia waliguswa na msiba huu mzito ni pamoja na Maulidi Kitenge, ambaye alifunguka kwamba alikuwa ni moja kati ya wafanyakazi wazuri ambao walifanya kazi vizuri zaidi katika kituo cha Wasafi Media. Wakati huo ametokea katika kituo cha Times FM. Sasa tunakumbuka mara baada ya msiba wa Dida Shaib kutokea tarehe 4 Oktoba 2024, alikuwa amelazwa katika hospitali ya Muhimbili, ambapo alikuwa akipatiwa matibabu mara baada ya kuugua ghafla, na bahati mbaya aliweza kushindwa kuendelea na kupoteza maisha. Sasa mara baada ya msiba kumalizika, Maulidi Kitenge ambaye tunafahamu ni mtangazaji wa kituo cha Wasafi Media aliweza kufunguka mengi, lakini pia kuzungumza yale ambayo yaliahidiwa na familia ya Wasafi Media kuhusiana na familia, lakini pia mtoto wa Dida Shaib ambaye tunafahamu alimwacha. Dida Shaib aliacha mtoto mmoja aliyekuwa anafahamika kwa jina la Samila, ambaye ni mtoto wa kike, ambapo tunafahamu yeye alikuwa anaishi nyumbani kwao Goba. Sasa mara baada ya mazishi kufanyika, Maulidi Kitenge aliweza kufunguka kile ambacho aliagizwa na Diamond Platnumz, ambapo alitoa ahadi ya kusema kwamba Diamond Platnumz ameweza kutoa msaada au ameweza kuamua kumsaidia mtoto wa Dida Shaib ambaye alifahamika kwa jina la Samila, kumsomesha mpaka atakapohitimu mafunzo yake au masomo yake ya elimu ya juu, na hapa nazungumzia chuo kikuu. Lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo, ambapo siku ya juzi tulishuhudia Maimartha akizungumza na familia ya Dida Shaib, huku wakidai kwamba ahadi ambayo walipewa na Diamond Platnumz ya kuweza kumsomesha mtoto Samila imegonga mwamba, na wamekuwa wakimtafuta mara kwa mara na hawajafanikiwa kuweza kupata majibu ambayo yanaeleweka kutokana na kile ambacho walikiahidi. Sasa familia ya Dida Shaib imeamua kuondoka katika nyumba ambayo walikuwa wanakaa Goba na kuamua kuipangisha ili waweze kupata pesa kwa ajili ya kuweza kulipa kiasi cha pesa cha ada ya mtoto wa Dida Shaib anayefahamika kwa jina la Samila. Ujumbe huu umeweza kuwaumiza mashabiki wengi sana, ambao wengi hawakutarajia kwamba huenda kungeweza kutokea kitu kama hiki, kutokana na Diamond Platnumz alikuwa ni moja kati ya watu wa karibu sana na Dida, na wengi waliamini kabisa kwamba angeweza kuisaidia familia hiyo, kwani Dida alikuwa na mchango mkubwa katika media ya Wasafi, lakini pia kwa Wasafi Media kwa ujumla. Hilo ndo kubwa zaidi ambalo nimeamua nikusogezea siku ya leo kuhusiana na kile ambacho familia ya Dida imeendelea kukilaumu kutoka kwa Diamond Platnumz, huku ikidai kwamba ahadi walioahidiwa haikuweza kufanyika mpaka leo hii, licha ya kwamba wamekuwa wakiendelea kumtafuta Diamond Platnumz bila juhudi zozote. Wameomba kama alikuwa amezamilia kweli, basi aweze kutoa msaada huo wa kuweza kumsomesha mtoto wa Dida Shaib anayefahamika kwa jina la Samila. Tunakumbuka pia watu mbalimbali waliweza kuingiwa na hofu mara baada ya Diamond Platnumz kushindwa kuhudhuria katika mazishi ya msiba huo, lakini Diamond Platnumz alikuwa yuko nje ya nchi kutokana na masuala mazima ya kikazi, ambapo wakati yuko huko nje kwenye masuala ya kikazi ndipo msiba uliweza kutokea hapa nchini Tanzania, na hakuweza kuwahi na akakuta tayari mazishi yakiwa yameshafanyika. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza kutokana na hiki ambacho kinaendelea, kutokana na malalamiko ya familia ya Dida Shaib ambayo wameendelea kuyatoa kuhusiana na ahadi ambayo Diamond Platnumz aliiweka ya kusema kwamba atamsomesha mpaka chuo kikuu mtoto wa Dida Shaib anayefahamika kwa jina la Samira? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii,
na kisha itakuja alama ya kengele, nayo ibonyeze mara moja, na hapo utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopito na taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia taarifa za kiburudani ambazo zimekuwa zikitrendi na kumeki headline kutokea hapa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye na asante kwa kuendelea kuichagua Bongo Choice, ambapo kila siku na kila wakati utaendelea kupata taarifa mpya kwa muda sahihi. Niseme tu asante na kwaheri. Chao.